dhidi ya Esperance de Tunis, mchezo ambao unataraji kureka hisia za watu wengi, mchezo ambao unataraji kuwa na ushindani mkubwa ataraji Atuero. Upande wa mnyama mwituni tayari coach Steve Barker ameweka wazi zaidi kikosi cha nyota 11 ambao anakwenda kuwatumia kama nyota ambao watakuwa na uwezo mkubwa wa kuanza kuzikusanya zile alama 6 za nyumbani na alama 3 za ugenini, alama 3 kwa kila mchezo ili kufikisha alama 9 kati ya michezo mitatu iliyosalia. Wataanza kuzikusanya au wataanza kuzitafuta kwenye mechi yao dhidi ya National kutokea katika taifa la Tunisia, kwa maana ya Esperance de Tunis ambao tayari wametua katika ardhi tukufu ya Tanzania. Bwana mnyama wa mwituni kesho kikosi chake kipo katika mfumo wa 4-3-3, 4-3-3 ndio mfumo ambao coach Steve Barker anaingia nao. Kikosi cha Simba kipo hivi: golikipa tupo na Jibril Kasar Ribotanja, ndiye ambaye amepewa jukumu la kwenda kukaa rangoni kuhakikisha Simba ya maziwa na asari inaonekana katika upande huo. Jibril Kasar ndiye golikipa namba 1, kipa mwenye uwezo mkubwa wa kuisupport team wakati wa kushambulia, wakati wa kuzuia na wakati wa kumiliki mpira, na namna ambavyo amekuwa na uwezo wa kufanya save pamoja na clearance ni moja ya mtaji mkubwa Simba akinufaika nao kuwa na kipa mwenye hadhi ya Jibril Kasar Ribotanja. Fullback right, beki namba 2 tupo na show me the way Shomari Kapombe Baba Esther. Shomari Kapombe anacheza kama beki namba 2 kuhakikisha kwamba timu inakuwa katika top performance ya hali ya juu, kuhakikisha timu inakuwa katika ubora mkubwa zaidi. Kapombe ni mchezaji mzuri kupandisha mashambulizi, lakini ni mzuri pia wa kuzuia katika nafasi hiyo. Yanga katika upande wao nao wanashuka mzigoni, lakini upande wa mnyama mwituni amedhamiria haswa kuhakikisha kwamba hichi ambacho amekiweka kama sehemu ya mchango wake kinaonekana, na makubwa pia yanaonekana kama sehemu ya ufanisi, ubora, uweredi na mengi zaidi yaliyotukuka katika nafasi hiyo na katika ubora wa yote makubwa na mengi ambayo tunataraji kuyatazama na kuyangaza katika ubora uliotukuka. Upande wa mchezaji anayecheza kama beki namba 3 tupo na Nixon Clement Kibabage. Nixon Kibabage anacheza kama beki namba 3 kuhakikisha timu inakuwa katika top performance ya hali ya juu, timu inakuwa katika ubora, ukomavu, uweredi na mengi zaidi yaliyotukuka, kuhakikisha kwamba timu inakuwa katika top class, top performance, na pia timu inafanya makubwa na mengi zaidi yaliyotukuka, na kuhakikisha timu inarejea katika sehemu ya ubora, ushindani, ukomavu, uweredi na kwenda kutimiza yale ambayo wamejiwekea mezani zaidi katika nafasi hiyo na katika ubora wa yote ambayo pia tunayasubiri kwa hamu kubwa zaidi. So Kibabage ndiye beki namba 3. Then tukija katika upande wa mabeki wawili wakati tupo na Wilson Edwin Nangu ndiye anacheza kama beki wakati, pia kuhakikisha timu inakuwa katika top performance ya hali ya juu na timu kuwa katika sehemu ya kila ambacho kila mmoja anaamini ni moja ya makubwa na mengi ambayo yatakwenda kuinufaisha timu yao kufanya makubwa, kufanya vizuri na hatimaye pia timu kuonekana katika metati ya hali ya juu na ubora mkubwa wa kila ambacho tayari kinaonekana na kila ambacho tayari kinazidi kuwepo katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ya makubwa na mengi ambayo pia tunazidi kuyatazama katika nafasi hiyo na katika ubora wa yote ambayo yametukuka na mengi ambayo pia tunazidi kuyatazama katika nafasi hiyo. So 5 ni Rushin Delok. Rushin na Wilson Edwin Nangu ndio wanacheza kama mabeki wawili wakati katika mchezo huu, kuhakikisha timu pia inakuwa katika top performance na top class ya hali ya juu katika nafasi hiyo. Then tukija katika upande wa mchezaji anayecheza kama namba 6 tupo na Yusuf Kagoma. Yusuf Kagoma kiungo katiri, kiungo bamia, kiungo shoka, ndiye anacheza katika nafasi hiyo ya nambari 6 au nambari 6 Yusuf Mwamba Kagoma. Then namba 7 tupo na Chuma Kweli Kweli
Mwamba Ribasegei ndiye ambaye anakwenda kucheza katika nafasi hiyo na kuhakikisha timu pia inakuwa katika top class, top performance ya hali ya juu katika ubora wa mengi zaidi yaliyotukuka na mengi ambayo pia tunazidi kuyatazama kama sehemu ya mtaji mkubwa au sehemu ya mengi zaidi yaliyotukuka. Tukija katika upande wa nambari 8 tupo na Nabi Kamara. Nabi Kamara anacheza kama nambari 8 katika mchezo huu. 9 yupo Jonathan Soa, the Black Lion, ndiye anacheza kama namba 9 pia kuhakikisha timu inakuwa katika mentati, ufanisi, ushindani, ubora na ukomavu wa mengi yaliyotukuka katika nafasi hiyo. Then tukija katika upande wa nambari 10 tupo na Clatous Chota Chama Triple C, mwamba wa Lusaka, ndiye ambaye kakabidhiwa na kupewa jukumu la kwenda kucheza katika nafasi hiyo na kuhakikisha timu inakuwa katika mentati, ufanisi, ubora, uweledi, ukomavu na mengi zaidi yaliyotukuka katika nafasi hiyo na kuhakikisha timu inakuwa katika mengi ambayo tutarajie kuyatazama katika ubora huo mkubwa zaidi. So upande wa 10 tupo na Clatous Chota Chama Triple C, wakati nambari 11 anahitimisha na kumaliza kwenye kikosi Mwamba Anseth Oura ndiye anayehitimisha idadi ya nyota 11 tu kwa kikosi hichi. Unaiona wapi klabu ya kuna Simba katika mchezo wao wa CAF Champions League dhidi ya Esperance de Tunis? Weka maoni yako, lakini pia kama ni mara yako ya kwanza hakikisha umeweza kusubscribe usiweze kupitwa na taarifa zote zenye ujazo na mwendelezo wa kimichezo zaidi.